Anaitwa Jamhuri Kiwelu maarufu kama Julio Tarantini Pereira, kocha wa zamani wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba na baadaye Coastal Union, lakini pia ameshawahi kuwa kocha mkuu wa Namungo Football Club, lakini kwa msimu uliopita alikuwa ni kocha mkuu wa wazee wa mapigo na mwendo Mashujaa Football Club ya huko mkoani Kigoma, ambaye kwa mujibu wa taarifa ni kwamba kuna taarifa zinazomzungumza kwamba yeye na Mashujaa ndoa yao tayari imekwisha kuvunjika na klabu ya Mashujaa iko mbioni kumtangaza kocha mpya ambaye ndiye atakayekuwa kocha mkuu kwa msimu unaofuata, msimu wa mwaka 2026 2027. Naitwa Leopard John, niko hapa na mchambuzi kinara Yusuf Ramadhani Mpuma ambaye atakwenda kukupitisha kwenye takwimu lakini pia ubora na je, Mashujaa Football Club endapo watamwacha Jamhuri Kiwelu, eneo gani ambalo wataweza kuwa wanamisi huduma ya kocha kama Tarantini Pereira kunako benchi la ufundi. Mpuma, unaifahamu vyema Mashujaa Football Club, philosophy yao, the way ambavyo wamekuwa wanacheza. Jamhuri Kiwelu, kwa hizi taarifa ambazo zinaendelea, kwanza Mashujaa wako sahihi kwa kocha aina ya Julio kutomwamini kwa msimu ujao? Bado haijawa official, inasemekana. Kwa hiyo kwenye hapo sasa tunakwenda kuangalia moja kwa moja inaathiri vipi kama endapo kocha Julio ataondoka. Ni kocha mzuri kiufupi, tukiangalia hata the way alivyokuwa anaiongoza timu ya Mashujaa kwa msimu uliopita. Ukiangalia katika michezo yake ya nusu msimu aliyotumikia Mashujaa, michezo mingi aliyopoteza amepoteza dhidi ya Majiant ukitoa Tanzania Prisons. Kwa hiyo ni kocha mzuri. Ukiangalia hata the way alivyokuwa anazungumza na waandishi wa habari, alikuwa anaonyesha confidence ya juu. Kile kitu kilikuwa kinapelekea moja kwa moja hata wapinzani wakiwa na kwenda kukutana na opponent ambaye anajiamini kiasi kile, lazima umtafakari mara mbili. Kwa hiyo moja kwa moja alikuwa ni kocha mzuri. Tumeona alikuwa anaenda kuibadilisha Mashujaa. Mashujaa ilikuwa na wachezaji wengi ambao tayari umri wao umesogea kidogo. Jafari Kibaya, Salum Kiimbwa ni wachezaji ambao tumeona muda mrefu kweli kwenye soka letu la Tanzania, lakini ameingia ameanza kuwaamini vijana. Unaona vijana walikuwa wanaanza kupata nafasi, timu ilikuwa ina kasi muda mwingi. Ukiangalia hata the way timu ilivyokuwa inacheza kutokea kocha wa kwanza mpaka Julio anavyoingia, timu ilikuwa inaweza kuhimili. Hata walivyokuwa wanapoteza game dhidi ya Yanga, unaona kabisa the way timu ilivyokuwa inacheza, hata walivyokuwa wanapoteza dhidi ya Simba. Kwa hiyo ilikuwa ni timu nzuri, tunasema Julio ambaye alikuwa anakwenda kuitengeneza, lakini ni timu ambayo ilikuta imeshasajiliwa yeye tayari. Kwa hiyo msimu endapo kama angeendelea, au bado haijatoka taarifa official, msimu ujao sasa alikuwa na nafasi ya kutengeneza timu nzuri, kwa sababu alikuwa na machaguo yeye ya kupendekezwa kwamba nahitaji wachezaji wa aina fulani katika nafasi fulani na wanakwenda kusaidia nini katika timu. Kwa hiyo mimi nadhani Mashujaa kama itakuwa ni wameamua kuchukua maamuzi yao, tutakuwa wamefanya maamuzi ya haraka kwa sababu Julio ni kocha mzuri. Sawa, numbers zake msimu huu mechi 15, amepata sare 7 akiwa amefungwa mechi 5, lakini pia akiwa amepata ushindi kunako michezo 3. Je, hizi takwimu zina reflect hichi ambacho tunakishuhudia kwa wakati huu? Kwa maana inakuwa pia ni sababu ya uongozi wa Mashujaa kuweza kuangalia takwimu na kuona kwamba bado kuna kitu ambacho hakufikia malengo ya Mashujaa. Mimi si muumini wa kuhukumu mtu kutokana na takwimu zake. Kwa sababu takwimu, kama ni takwimu, wachezaji wote wa Mashujaa wastahili kuendelea kubaki Mashujaa. Kwa sababu tukiangalia hata Ismail Mgunda kama mshambuliaji, sidhani kama ana goli 5 kwa msimu, ana goli 2 tu kwa msimu. Kwa hiyo lakini bado ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo moja kwa moja hata tukiangalia mazingira ya matokeo ya Mashujaa jinsi the way alivyokuwa anapatikana, ukiangalia yale magoli, zile sare 7, tuzungumzie zile sare 7 alizozipata, unaangalia timu ilikuwa inapata vipi, inatengeneza nafasi, lakini timu ilikuwa inapoteza dakika za mwishoni inapata. Kwa hiyo kocha ukimhoji alikuwa anasema kwamba timu inakosa ile mwishoni, yani timu haikuwa na fitness, lakini kadri muda unavyozidi kwenda, mechi za mwisho hapa amepata matokeo katika michezo 2 mfululizo, ile michezo ya mwisho ukiacha huu wa Tanzania Prisons waliopoteza. Kwa hiyo unaona kabisa alikuwa anatengeneza kitu ambacho kingekuja kuisaidia Mashujaa katika msimu ujao. Hata ukiangalia hizi timu zote za daraja la Mashujaa, ilikuwa ni ngumu sana yani kuiona Mashujaa inakuwa chini katika kiuchezaji. Unaona kabisa the way timu ilivyokuwa ina flow kuanzia chini kwenye build up, kuanzia Mohamed Musa pale chini mpaka kwenye viungo kati Omari Onditi, the way walivyokuwa wanatengeneza build up. Timu inatoka kuanzia chini mpaka juu na wanatengeneza nafasi, lakini
eneo la ushambuliaji lilikuwa bado lina changamoto kubwa sana. Ndio maana unaona kabisa hata nafasi za magoli ukimhoji yeye mwenyewe kocha anakuambia kwamba nafasi nyingi tunatengeneza lakini hatuziconvert kuwa katika mabao. Naam. Sawa, anatajwa kocha Mecky Maxime kwamba ndiye anaweza kwenda kuwa badala wa Jamhuri Kiwelu kunako timu ya Mashujaa. Pengine Mecky Maxime kwa namna ambayo unamfahamu, umemtazama akiwa na Mbeya City na Kagera Sugar misimu kadhaa, ni kocha wa aina gani na je, anaweza akafit kwenye falsafa ya Mashujaa kwa uchache mno? Mimi kwa binafsi yangu kocha Mecky Maxime ni kocha wa daraja la juu sana katika soka letu la Tanzania. Hamna timu yoyote ambaye atashindwa kuifundisha katika daraja la ligi kuu, yani daraja la Tanzania, kwa sababu hata Simba na Yanga anaweza kufundisha. Ni vile tu tunashindwa kuamini makocha wazao. Mimi ni kocha ambaye mmoja na muhusudu sana kwa aina la soka lake. Ukiangalia hata ile Kagera Sugar aliyekuwa naye yeye anaifundisha, ni mmoja timu tishio sana. Ukiangalia ni kocha ambaye anaamini vijana, ni kocha ambaye anaamini mpira uchezo, yani mpira uchezo, mpira utembee. Kwa hiyo ni kocha mzuri, anakwenda kuongeza kitu pia kama atapata nafasi, kwa maana Julio na Mecky Maxime ukiangalia utofauti wao ni mdogo sana. Ukiangalia Mecky Maxime anaamini sana katika vijana na soka linachezwa sana, na Julio ni vile vile. Kwa hiyo ni aina ya makocha wa aina moja, lakini sasa tunasema yule kocha Julio alikuwa na faida ya kuwa na kuifahamu timu. Mecky Maxime anakuja kutengeneza msimu. Lakini bado ni wakati sahihi pia kwa kocha mpya kuingia katika timu ya Mashujaa. Kwa hiyo kama Mecky Maxime pia ataingia kwenye timu, anakwenda kufanya jambo zuri zaidi pia. Sawa, kitu gani ambacho utakikumbuka pengine wakati wa kocha wa Jamhuri Kiwelu akiwa kama kocha? Kiufupi ni mengi. Ila takachokikumbuka zaidi ni the way alivyokuwa anazungumza na waandishi wa habari kwenye press. Sawa, huyo ni Yusuf Mpuma ambaye amekupatia kile ambacho anakiona kwa maoni yake juu ya taarifa ambazo zinamhusisha kocha mkuu wa Mashujaa Football Club Tarantine Pereira Jamhuri Kiwelu, ambaye anatajwa kwamba huenda akaondoka katika kikosi hiko, na kocha mwingine ambaye anatajwa ni Mecky Maxime, miongoni mwa kocha wenye uzoefu mkubwa katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Leopold John, hadi wakati mwingine. Nyuma ya kamera alikuwepo Abubakar Kaporo.